Uh, Leo tumekuja kwa ajili ya kesi imekuja kwa ajili ya kutajwa. Tuko mbele ya Mheshimiwa Mohamed Ali Mohamed ambaye amepangiwa mashauri ya majimbo 8 kati ya majimbo 17 ya hapa Unguja kwa majimbo ya uwakilishi, na kwamba katika mashauri haya 8 ambayo yako mbele yake tumekubaliana na mheshimiwa kwamba tutaanza kusikiliza pingamizi za awali, na kwamba kwa sababu ya ratiba za mahakama na za kwake yeye dayari yake, tumepanga shauri kuanza kusikilizwa mapingamizi haya tarehe 24 mwezi wa pili. Siku hiyo tutakuja kwa ajili ya usikilizaji wa mapingamizi ambayo yameletwa na upande wa wajibu maombi, upande wa serikali kwa maana ya ofisi ya mwanasheria mkuu na tume. Tukimaliza hapo, baada ya kudetermine hayo maombi, ndio tutaendelea sasa na kesi ya msingi, ikiwa kama maombi yale, mapio yale yatatupiliwa mbali au kama yatakubaliwa, basi tutaona hatua inayofuata. Kwa hiyo niseme tu kwamba mashauri kama haya kama mnavyofahamu yamekuja jana upande wa Pemba, majimbo ya Pemba, na jana tayari tulishasikiliza pingamizi za awali kwa mashauri ya uchaguzi wa wawakilishi kwa kule Pemba na moja la udiwani, na kwamba mahakama imetueleza kwamba itakapokuwa tayari kutoa uamuzi wa mapingamizi yale, basi itatupa notice kwa ajili ya kuja kusikiliza uamuzi. Haikupangwa tarehe maalumu ya uamuzi, mahakama inajipa muda kwa ajili ya kuandika uamuzi, na itakapokuwa tayari itatoa notice kwa ajili ya kusikiliza uamuzi wa mapingamizi haya. Wakati huo tunasubiri sasa majimbo mengine ambayo bado hayajapangiwa jaji ili tuweze kupangiwa jaji tuendelee na utaratibu. Mapingamizi ya Pemba na ya hapa yanafanana. Hoja kubwa zilizojitokeza ni mengine ni ya kitaalamu kwa maana ya technical za kisheria. Kuna swala la viapo kwenye paragraph wanaita jurat, kwenye verification, uthibitisho. Yapo ambayo yameibua hoja kwenye paragraph zenyewe za affidavit. Yapo ambayo yanazungumzia kwamba hatukutakiwa kuja mahakamani kwa sababu hatuja exhaust remedies zinazotakiwa, ilitakiwa tukalalamike tume kwanza kabla ya kuja mahakamani. Yapo yanayohusiana na format ya petition yenyewe kwamba haikufuata kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mashauri, format and forms, yako kwenye maeneo hayo. Sawa. Basi nawashukuru sana, asanteni sana na kila laheri. Haya, asante.